Audhu billahi minashaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Katika kikao kilichopita tuliona kwamba mtu mwenye ana practice uhuru hakubali dhulma na anasimamisha uadilifu. Na kwa nini hakubali dhulma na anasimamisha uadilifu? Kwa jibu tulisema kwamba uhuru kama uhuru ni kitu ambacho kwamba kinaendana na fitra, ni kitu ambacho kwamba kinaendana na nature ya mwanadamu, na nature ya mwanadamu haikubali masala haya. Pia akili ya mwanadamu haikubali yeye kufanya dhulma na inakubali yeye kusimamisha usawa, yani kusimamisha uadilifu. Katika kikao hiki nataka tuweze kuongea kuhusiana na nini arabtu baina alhurriya wa tauhid, yani kuna mafungamano baina ya uhuru na tauhid. Tauhid ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uhuru ni uhuru ambao kwamba tulikuwa tumesema, lakini bado tutaongea kuhusiana nayo kwa urefu zaidi. Sasa ile arabt ni kufungamanisha, yani uhuru ina mafungamano gani na tauhid, na tauhid ina mafungamano gani na uhuru. Anasema kwamba fil fikri, yani katika fikra, katika madrasa ya Ahlul Bayt alayhim assalam, alhurriya, uhuru kama uhuru, hiya alwajhu alakhar litauhid, ni uso nyingine ya tauhid, yani ni uso nyingine ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasema hivi, indama yu'linu al-insan, wakati ambao kwamba mwanadamu kama mwanadamu atakuwa ni mwenye kutangaza, atakuwa ni mwenye kusema la ilaha illa Allah, yani wakati ambao kwamba mtu atakaposema hakuna mola isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna Mwenyezi Mungu isipokuwa Mwenyezi Mungu yeye peke yake, yani aseme maneno haya, hakuna Mungu isipokuwa yeye, hakuna aliyeniumba isipokuwa yeye, hakuna aliyeniweka hapa ardhini isipokuwa ni yeye. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wewe utakuwa hakikatan, yani wewe utakuwa kiuhakika ni mja wake, ni mja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo ndio fakhri kwetu sisi sote, tunajifakharisha tukisema ana abidun lillah, yani mimi ni mja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni fakhri kwetu kwa ajili yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo ametufanya sisi tuwe katika ardhi hii. Sasa fahuwa yu'lin fi alwaqti nafsi, wakati ambao mtu atasema la ilaha illa Allah, atakuwa anatangaza katika wakati ule nini? La sayyida, yani hakuna bwana, hakuna mheshimiwa, hakuna ambaye kwamba anayeabudiwa illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ambaye kwamba anayesujudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna ambaye kwamba tunamrudia isipokuwa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo anasema hadha tauhid, yani tauhidi hii, yani ile tukumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile kumfanya Mwenyezi Mungu ni yeye peke yake. Jaribu ndugu yangu Muislamu, angalia katika nafsi yako, uko na Mungu wangapi? Ikiwa utapata kuna Mungu anaitwa fulani, mtoe. Ikiwa utapata kuna Mungu anaitwa nani, anaitwa Josefu, mtoe. Ikiwa utapata kuna Mungu ambaye kwamba anaitwa mfano Yakubu, mtoe. Ikiwa utapata Mungu katika nafsi yako anaitwa fulani, mtoe. Ubakishe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo anasema hadha tauhid hii, ile kutoa kila kitu katika nafsi yako, kutoa kila kiumbe ambacho kwamba ulikuwa umechukulia kwamba ni Mungu, na kufanya Mwenyezi Mungu ndio Mwenyezi Mungu peke yake. Yuharrirul insan, ya kwanza inamfanya mwanadamu anakuwa yuko uhuru, inamfanya mwanadamu anajihisi kwamba yeye kama yeye yuko uhuru, min kulli al-ubudiyat, kutokamana na kila kitu ambacho kwamba kinamfanya yeye anakuwa yuko slaves, kutokamana na kila kitu ambacho kwamba kimeumbwa. Faman la yakhafu illa Allah, basi yule ambaye kwamba haogopi isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala yarju illa Allah, na hataraji chochote katika dunia hii isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yumkin, haiwezekani, an yakuna abdan, haiwezekani kuwa ni yani awe ni mtumwa li ayi quwwatin bashariya, awe ni mtumwa wa nguvu yoyote ya kibinadamu. Yani yule ambaye kwamba atakayefanywa kimfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo
ndo ukimpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na uwe na imani, mandugu zangu, kuamini Mwenyezi Mungu ni imani ambayo kwamba inataka mazoezi sana. Si kusema mimi namwamini Mwenyezi Mungu ibaki. Kumwamini Allah ni kitu kinachotaka mazoezi kila siku, na the more unafanya mazoezi ya kumwamini Allah, the more unapanda daraja kila siku. Kila siku utakapokimbia, kila siku utakuwa una nguvu, unajenga nguvu, unajenga pressure, unajenga uwezo wa mwili wako. Lakini wakati unasema kwamba mimi nina mazoezi, nafanya mazoezi, lakini leo unaenda, kesho kutwa hauendi, kesho hiyo nyingine huendi, kesho hiyo nyingine huendi, unaenda baada ya wiki moja, utakuwa ni dhaifu katika mazoezi. Lakini kila siku ukifanya mazoezi ya kwamba mimi huyu Mwenyezi Mungu nataka nimpokeshe, kila siku uende na hiyo safari, utapata Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayebaki moyoni mwako peke yake. Hawezi pata mtu mwingine isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na huku pembezoni mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na pembezoni kuna maimamu alayhim afdalus salati wassalam. Ndio maana anasema faman la yakhafu illa Allah, basi yule ambaye kwamba hata ogopa isipokuwa Mwenyezi Mungu, wala yarju illa Allah, na hata tarajia isipokuwa nani? Isipokuwa Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atampa, Mwenyezi Mungu ndiye atamfungulia, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba atamfanyia nini. La yumkin an yakuna, hawezi kuwa ni mja li ayi quwwatin basharia, hawezi kuwa ni mja, hawezi kuwa ni mtumwa wa nguvu yoyote ya kibinadamu, hawezi kuwa. Tunaona wanadamu wananyenyekea akijua kwamba watu fulani wako na nguvu fulani, anakuwa ni mtumwa akijua kwamba watu fulani wana uwezo fulani, na uwezo ule iko juu ya uwezo wake, kwa hivyo atanyenyekea. Na wakati mwingine pia kuna watu wanafika katika mustawa ya kwamba anamwabudu yule ambaye kwamba iko na uwezo ule. Tumeona wangapi wanaabudu, tumeona wangapi, mpaka wengine wanasema kama si mtu fulani mimi singefikisha nini yangu katika sehemu hii, mpaka anafika katika marhala ya shirk. Yani wengine wanasema kwamba mtu fulani ni bora hata kuliko Mwenyezi Mungu, wanaudhu billahi min dhalik. Na ndiyo katika miaka kadhaa tuliona katika vyombo vya habari kwamba kuna mabwana waliketi wakaanza kutathmini kazi ambazo kwamba walizofanya, na wote wakaanza kusema kukadiria nini ambayo kwamba imetufikisha katika success. Mmoja akasema ni kitu fulani, mwingine akasema ni kitu fulani, mmoja akasimama akasema na Mwenyezi Mungu amewafikisha wapi katika success. Wakaanza kucheka, wakasema hapana, Mwenyezi Mungu hajatufikisha katika success aina yote ile. Kumfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kije, inamaanisha kwamba walikuwa wamebebwa na dunia, wamebebwa na kitu ambacho kwamba wanaona kwamba mtu fulani yuko na uwezo zaidi. Na mpaka saizi utapata tu watu wengi tu wako hivyo tu. Yani njia ambayo kwamba ni sahihi, toa hiyo takataka ya mtu fulani, watu fulani moyoni mwako, bakisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndiye yeye peke yake aliyekuweka katika ardhi hii, na ndiye atakaye kufikisha sehemu fulani katika maisha yako. Sasa na ndio maana wakati ambao kwamba Imam Hussein alayhi salam alipokuwa yuko katika uwanja wa Karbala, kama ingekuwa ni sisi au mtu mwingine na mwingine amefikishwa katika hiyo kona, maana katika siku ya 6 masiku ya 7 alianza kunyimwa maji, siku ya 8 hivyo, siku ya 9 hivyo, siku ya 10 hivyo. Alikapata option mbili. Option ya kwanza ni vita, option ya pili ni aingie chini ya uongozi wa Yazid, yani akubali Yazid kuwa ni kiongozi. Imam Hussein alikataa pili, alisema mimi siwezi kubali mtu kama Yazid, na hii bado tutaendelea. Siwezi kubali mtu kiongozi kama nani? Kama Yazid. Yazid ni mtu ambaye kwamba ni mnywaji pombe, hiyo tunakubaliana nayo. Alafu tena tukirudi, alikuwa yuko na option nyingine. Option gani? Option ya kwenda vita. Imam Hussein alichagua option ya kwenda vita na kupigana. Kwa nini? Kwa ajili option ya kwanza hawezi,
yani ni definitely kwamba alikuwa hawezi. Sasa ndio maana Imam Hussein alayhi salam katika maneno yake anasema inni la ara almauta illa saada, mimi sioni la ara almauta, sioni mauti isipokuwa ni heshima kwangu mimi. Kwa nini ni heshima kwangu mimi? Kwa ajili hakuna kitu kibaya kuishi katika maisha ya slavery. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Hakuna kitu kibaya ikiwa Imam Hussein lao angekubali kuishi katika maisha ya slavery. Kwa ajili lao angemkubali Yazid, inamaanisha ingekuwa ni samaan wa ta'an kwa kitu anachofanya Yazid, na inamaanisha kwamba ingeendelea kitu ambacho kwamba anachokifanya Yazid na angeweza kuisupport. Taban Yazid kama Yazid katika miaka baadaye inshallah taala tutakuja katika darasa zinazokuja, tutakuwa wenye kueleza yale ambayo kwamba alikuwa ni mwenye kuyafanya katika mwaka wa 3 baada ya kumua Imam Hussein, au mwaka wa 2 baada ya nini yake, au na mwaka wa 3 pia katika uongozi wake alichofanya nini. Kwa hivyo ndio Imam Hussein alayhi salam akasema kwamba option mbili, ya kwanza alipatiwa option ya kwanza ni kupigana, option ya pili ni kumkubali Yazid. Na lau angemkubali Yazid inamaanisha angekuwa chini ya slavery ya nani? Ya Yazid. Na slavery sisi tumeona si ile ambayo kwamba tia kushikwa ufungwe, hapana, iko na maana mingi ambayo kwamba tumeeleza, na bado inshallah taala tutakuwa wenye kueleza. Ndio maana Imam Hussein alayhi salam akaona ni utukufu na ni bora zaidi kujitosa katika uwanja wa Karbala na kuishi katika njia ya heshima ambayo kwamba ni njia ya kufa kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana paka dhikra yake inakumbukwa hadi wa leo. Matajo ya Imam Hussein alayhi salam ni matajo ambayo kwamba inakumbukwa mpaka wa leo, na ni njia ya kila mtu ambaye kwamba anayetaka uhuru. Hakukubali dhulma, maana Imam Hussein alayhi salam alipractice uhuru, alipractice freedom, alipractice yani ile kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na hivi vitu vingine kwake havikuwa kitu chochote kile. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.